Bana, siku ya jana binti ambaye anajulikana kwa jina la Anu Adeleke, ambaye yeye mara nyingi amekuwa akijitambulisha kama mtoto wa mwanamuziki wa Nigeria Davido Adeleke ama Davidos, ndio aliibua mjadala mkubwa baada ya kuandika barua ya wazi akiomba kufanyiwa kipimo cha DNA na msanii huyo ili kuthibitisha utambulisho wake. Sasa kwenye ujumbe wake, binti huyo ambaye anaitwa Anu amesema kuwa amekuwa akikumbana na changamoto kubwa tangu akiwa na umri wa miaka 6, akidai kuwa anabaguliwa na kuonewa pia shuleni baada ya kudai kuwa baba yake ni Davido. Hali hiyo pia kwa mujibu wake ilimsababishia maumivu ya kisaikolojia hadi kulazimika kupata msaada wa kitaalam wa afya ya akili. Sasa licha ya changamoto hizo, Anu anasema kuwa hakukata tamaa, bali alijituma masomoni na kufanikiwa kuwa miongoni mwa wanafunzi bora zaidi shuleni, akiwahi hata kuchaguliwa kuwa kiranja wa darasa. Sasa alieleza binti huyo Anu kwa sasa akiwa shule ya sekondari ameamua kujikita zaidi kwenye masomo na kujenga maisha yake bila kuzungumza historia ya familia yake. Of course, hii ni mambo ambayo yametokea toka miaka ya nyuma, lakini sasa inazidi kuonekana kuibuliwa tena kwa mara nyingine. Itakumbuka kwamba sio mara moja au mara mbili wamekwisha wahi kufanya vipimo vya DNA. Hata hivyo pia binti huyo akielekea katika hatua ya utu uzima, Anu amesema anaona ni haki yake kuomba kipimo cha DNA ili kupata ukweli na amani ya moyo. Amesisitiza kuwa ombi hilo ni la heshima na ni kati yake na Davido pekee. Sasa baada ya hayo yote, tumeona pia mwanamuziki huyo Davido hakukaa kimya na akaamua kutoa majibu baada ya kuona mashabiki zake, mafans wake wakizungumza kwamba bwana, sasa kama ni binti mwenyewe ameamua sasa kwamba vipimo vifanyike, Davido ni vipi? Kwa nini usizungumze? Mbona uko kimya? Nini ambacho kinaendelea na mambo kama hayo? Sasa Davido yeye akaona sio mbaya, sio kesi, akaweka wazi msimamo wake kufuatia ombi la kipimo hicho cha DNA kutoka kwa binti huyu anayejitambulisha kama mtoto wake, akisisitiza kuwa swala hilo tayari limekwisha fanyiwa uchunguzi wa kutosha. Kupitia ukurasa wake wa X, Davido amesema kuwa walikubaliana kuchagua hospitali kwa pande zote mbili, ambapo yeye alichagua hospitali 3 huku upande wa pili, kwa maana upande wa mama ukichagua hospitali 2, na matokeo ya vipimo vyote yalionyesha kuwa hana uhusiano wa damu na mtoto huyo. Nikinukuu alichoandika, Davido alieleza kuwa vipimo vyote vimetoka negative. Hii ndio mara ya mwisho nitaongea kuhusu upuuzi huu, aliandika Davido. Na msanii huyo pia aliongeza kuwa hakuwahi kuwa na mahusiano na mama wa mtoto huyo, akisema kuwa walikutana tu wakati wa taratibu za vipimo vya DNA. Aidha, alieleza kwa masikitiko yake juu ya jinsi swala hilo ambavyo linaendelea, na huku akiendelea kusisitiza kuwa hamlaumu mtoto bali anaona mzazi ndiye aliyechangia kuendeleza madai hayo. Sasa kauli hizo pia zimeibua mjadala mkubwa mpana pia mitandaoni, huku baadhi ya watu ama mashabiki wakimuunga mkono Davido na kwa kusimamia ukweli wa matokeo ya kitabibu. Mara 5 Davido anaeleza kuwa vimekushafanyika vipimo vya DNA, lakini vyote vimekuwa vikionyesha kwamba ni negative, kwa maana ya yeye hana uhusiano wote ule wa damu na mtoto huyo ama binti huyo ambaye anajulikana kwa jina la Anu. Kama ulikuwa uelewi kidogo, naomba nikupitishe. Hii inakuja maana kuna masuala mikuwa mengi kwamba bwana, ni kwamba Davido haikuwa na mahusiano na mama wa mtoto huyo ambaye anaitwa Anu ama ni vipi? Mwaka 2018 Kemi Olunloyo ambaye ndiye mama wa mtoto huyo alimshtumu Davido kwa kumtelekeza binti yake ambaye anadaiwa kuwa binti wa kwanza kabisa wa Davido katika tasnia yake ya muziki toka ameanza muziki, mambo kama hayo. Sasa kwa mujibu wa mwandishi mmoja kutokea pale nchini Nigeria, anadai kwamba mwimbaji huyo alilala na mwanamke huyo mwaka 2013, ilikuwa ni mwezi wa pili baada ya tamasha katika kilabu cha Ibadan ambapo alikuwa akifanya kazi. Olunloyo, mama wa mtoto Anu, alisema kwamba alipata ujauzito na kumzaa binti ambaye anaitwa Anu, ambaye inasemekana kuwa mtoto wa kwanza kabisa wa Davido tangu siku hiyo wamekutana. Sasa kwa mujibu wake, baada ya awali kukanusha kuwa alilala naye na kukataa kupima DNA, inadaiwa kwamba Davido alikiri kuwa yeye na genge lake akiwemo Be Ready ama anajulikana kama vile Bios, ndio ni mtu wa karibu sana na Davido, kwamba pia waliwahi kuwa na mahusiano na mama wa mtoto huyo ambaye anajulikana kama Anu. Sasa katika chapisho jipya, maposti mpya, mwanahabari huyo wa Nigeria alidai kuwa mama yake na Davido ambaye ni marehemu alitaka mwambie kuhusiana na kupanga familia yake, kuhusu wajukuu zake, haswa binti ambaye anajulikana kama Anu ambaye ndiye binti anayedaiwa kuwa ni mtoto wa kwanza wa Davido. Olunloyo, mama huyo, alidai ama alisema kuwa amekuwa akimtunza mtoto huyo na mama yake tangu mwaka 2018 baada ya Davido kukataa kusaidia
akisisitiza kuwa anachotaka ni kupima DNA ili kujua kama Anu alizaa na mwimbaji huyo. Lakini yote kwa yote, Davido amekwisha kusema kwamba hayuko tayari kuendelea na swala hilo kwa sababu kumekwisha fanyika vipimo mara 5 na vipimo vyote vimeonyesha kwamba hana uhusiano wote na binti huyo anayejulikana kama Anu. Orange Media TZ, Mr. Vibe.